wakaenda wakamexamine na wakaona yuko sawa sawa, akafanya mazoezi ya kutosha na timu yake ya taifa ya Guinea. Juzi amerejea, jana alikuwepo uwanjani kuangalia wenzie, na leo yuko safarini. Yuko tayari na yuko timamu kuitumikia Simba, ndio maana yuko safarini kuelekea Misri. Ile ni finali ya kwanza ya robo finali ya pili kutoka Tanzania. Juzi kulikuwa mkutano na waandishi wa habari ulizungumza kwamba mmechoka kuishia mnaitaka nusu finali michuano ya shirikisho Afrika. Kwa namna ambavyo safari inavyoanza, maandalizi ya kikosi, unawaahidi na Simba kuna uwezekano wa kuingia nusu msimu? Binadamu lazima upige hatua kwenda mbele. Na ndio kitu ambacho Simba tunakitaka safari hii. Tumeshafika robo finali nyingi tu, ambao nao pia sio mafanikio madogo hata kidogo, hasa unapokuwa unafanya hilo jambo kwa marudio. Kuna watu wameshindwa kufika robo finali, amekuja mwaka huu, mwaka ujao hayupo, lakini kwa Simba tumekuwa na muendelezo huo wa kufika robo finali. Kwa hilo peke yake ni fanikio kubwa, lakini hatupaswi sasa kuishia hapo ama kujivunia kuishia hapo. Tunapaswa kupiga hatua kwenda mbele. Na tunapigaje hatua? Ni kwa kumtoa Al-Masry na kwenda hatua ya nusu finali. Haitakuwa rahisi, lakini inawezekana kwa sababu ya ubora tuliokuwa nao. Nachoweza kudiriki kusema ya kwamba safari hii Simba Sports tuna timu bora kwenye robo finali kuliko tulipokuwa na timu miaka 4 ama 5 iliyopita ambazo tulikuwa nazo kwenye hatua ya robo finali. Hii peke yake inatupa ujasiri ya kusema ya kwamba hii tunavuka. Thamani ya mchezo huu bendera ya Tanzania na East Africa. Thamani ya mchezo huu ni mkubwa sana. Ukiachilia mbali bendera, lakini tumebeba mioyo ya wanasimba ambayo kwetu ni kitu muhimu sana. Matarajio ya wanasimba ni makubwa mno katika mchezo huu. Wanasimba wanataka kuiona Simba yao inatoka hatua hii ya robo finali na kwenda nusu finali. Lakini kama haitoshi, Afrika Mashariki yote inamtazama mnyama anafanya kitu gani avuke kwenda hatua inayofuata. Tumeibeba bendera ya Afrika Mashariki, tumeibeba bendera ya Tanzania. Kila Mtanzania anatuangalia sisi, tunaipa heshima gani taifa letu, tunaipa heshima gani ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati. Na wanasema kipele kimepata mkunaji. Sisi hizo ndiyo kazi zetu za kuwakilisha taifa, za kuwakilisha Afrika Mashariki, ndiyo kazi zetu za kuwafurahisha mashabiki wa Simba. Tunakwenda Misri kwenda kuwafurahisha mashabiki wa Simba. Katika mchezo huu wa kwanza, ni mchezo ambao tunakwenda kutafuta matokeo ambayo yatatupa nafasi nzuri katika mechi ya marudiano. Na hili wanasimba ni vema wakaelewa vema. Katika mchezo huu wa kwanza kule Misri, tunakwenda kutafuta matokeo ambayo yatatufanya mechi ya marudiano iwe nyepesi kwa upande wetu. Kwa hiyo tukipata ushindi, ahlan wa sahala, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tukipata sare, ahlan wa sahala, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Na hata ikitokea kwa bahati mbaya, Mwenyezi Mungu aepushie mbali, tukafungwa mchezo huo, lakini mechi yetu ya tarehe 9, mechi yetu ya marudiano Dar es Salaam, mechi yetu ya marudiano Benjamin Mkapa, ndio itakuwa mechi ya kufa na kupona. Tutafanya kila kinachowezekana mnyama aweze kufuzu kwenda hatua ya nusu finali. Na ndio mechi hiyo ambayo wanasimba sasa kutoka kila pembe ya dunia wanapaswa kuja Benjamin Mkapa. Na kwa hapa nianze kuwapongeza wale wanasimba wa mikoani, wameshaanza kufanya juhudi za kuja uwanjani. Nimeona matawi mengi yameanza kujikusanya, washaanza kukusanya nauli zao kwa ajili ya kuja Benjamin Mkapa. Sasa kazi iendelee ya kuendelea kuhamasishana mashabiki wa Simba wenyewe kwa wenyewe. Kutoka mikoani tunahitaji watu wengi zaidi waje tarehe 9. Wa hapa Dar es Salaam na wenyewe ndio wasituangushe, na wenyewe waanze kuhamasishana. Tarehe 9 tukutane Benjamin Mkapa. Yaani pale Benjamin Mkapa siku ya tarehe 9 unageuka kuwa uwanja wa vita. Mnyama anaitaka nusu finali. Yaani hata kama inatakiwa tukutoe Diego ili Simba tupate ushindi, hatukuachi bana. Hii ni ombi. Ili tukutoe ni Simba bado ushindi.
wanataka aliyenona. Wewe Diego umenona wewe. Yupo Chico kanaona. Chico mzuri. Ahmed, msimu huu Simba mmecheza michezo miwili kwenye nchi za Uarabuni, kwa maana Tunisia mechi moja, lakini pia Algeria mechi moja. Tunakwenda sasa kwenye ukanda huo. Kwa upande wenu inaweza kuwa ni faida kwa kucheza tena kwenye ukanda huo baada ya kuwa mmepata matokeo mazuri ugenini mechi zilizopita? Ya, tumecheza Tunisia, tumecheza Algeria na sasa tunakwenda kucheza Misri, alafu tutarudi tena kucheza Misri na finali tutakwenda Morocco. Sijui umeelewa? Na Libya mchezo na Libya pia. Yani tuna robo finali dhidi ya Misri, dhidi ya Al-Masri Misri, tuna nusu finali dhidi ya Zamalek Misri, alafu robo finali sisi na RS Berkane Morocco. Nusu finali sasa yote. Uarabuni. Shapanga kabisa. Shapanga. Mara nyingi Simba huwa tunapita njia ngumu sana. Very very hard way. Ukiangalia Simba kuanzia mechi ya kwanza ya kuania kufuzu kuingia hatua ya makundi tulikutana na kigingi cha Walibia wale. Mechi ikawa ngumu, lakini kwa ubora wetu tukafuzu. Tukaenda kwenye hatua ya makundi tukakutana na timu mbili kutoka Afrika Kaskazini, Sfaxien pamoja na Constantine. Lakini kwa ubora wetu Simba Sports Club tukafuzu na tukaongoza kundi. Na kama haitoshi, robo finali tunapewa tena timu nyingine kutoka Afrika Kaskazini, na nusu finali vile vile timu nyingine kutoka Kaskazini. Yote hiyo ni njia ngumu ambayo mnyama anapitishwa, lakini tutakwenda na njia ngumu hiyo. Wanasema the hard way is the only way. Njia ngumu hiyo ndio tutakayotumia nyama kupata mafanikio. Experience tulioipata kucheza na Constantine, tulioipata kucheza na Sfaxien, hali ya hewa ya baridi ile ni mazingira ambayo yanatupa ugumu ama consolidation. Nakubali yenyewe consolidation na shida kubwa. Ubagwela haina liver. Kwa hiyo yanatupa ugumu, yanatupa ile ukomavu, hiyo ni neno sahihi. Yanatupa ukomavu wa kwenda kufanya vizuri katika mchezo. Na kingine kizuri ni kwamba tunakwenda Al-Masri ambao kimsingi sisi ni mji wetu. Kwa miaka miwili mtawalia tumekuwa tukiweka kambi pale Al-Masri. Kwa hiyo tunafahamu mazingira kinaga ubaga, hakuna wakutueleza chochote katika mji huu. Kwa kimsingi ni Simba anakwenda nyumbani. Tumeshazoea mazingira ya kaskazini, tumezoea mazingira ya Misri, tumezoea wapinzani wa aina hiyo. Itakuwa ni mechi nzuri sana kwa upande wetu, hakuna kitakachotushangaza. Sio kwa hiyo. Zengwelo. Ndio kwa leo umeziona. Ya, umeziona. Vikao vimefanyika na viongozi wetu wamekwenda kwenye vikao, na tumemsikia mwenyekiti wetu Murtaza Ali Mangungu Chuma ameeleza kwa ufupi kile ambacho kimejiri kwenye kikao. Muhimu wana Simba sisi tuwe watulivu, na kwa sasa concentration yetu tujielekeze Misri kwenye vita yetu hii dhidi ya Al-Masri, na tusubiri taarifa kutoka kwenye mamlaka husika. Waziri ndiye ambaye aliitisha kikao, kwa yeye ndio atakayekuwa kwenye nafasi nzuri ya kuzungumza wamezungumza kitu gani na wameafikiana kitu gani. Sisi kwa sasa tutulie, tuwaache viongozi wetu wafanye kazi kwa maslahi ya Simba, lakini kwenye level ya ushabiki sisi concentration yetu iwekee kwenye hatua ya robo finali. Hili ndio jambo muhimu mno ambalo liko mbele yetu hivi sasa. Tunatakiwa kuvuka hapa kwenye robo finali kwenda nusu finali. Haya mengine tuyaache kwenye level hiyo, yaendelee kushughulikiwa. Sisi tujitimize wajibu wetu kumtoa Simba hapa kwenda robo finali, nusu finali. Sisi mnacheza leo. Sisi tunacheza. Anytime. Hata kipango leo mnarudi. Na sasa haiwezekani. Semaji kuhusu Manula? Manula yupo. Alikuwa majeruhi, amerejea. Jana tumemwona kwenye bench. Kwa hiyo bado hajakaa sawa sana.
hana match fitness, inabidi abaki Dar es Salaam akiendelea na training. Daku kwenye ndege baba. Na sio tu ndege ya kwenda Misri. Sio ya kwenda Rungwe. Unapanda Uarabu. Kwani kwenda Rungwe na kwenda Tende kidogo. Bana, tumebaki peke yetu. Tunatumia hii Terminal 3. Uliona mbali sasa kwa kweli. Uliwahi kusema hapa. Sisi ni watu wachoyo, tunapenda vitu vyetu peke yetu. Watoto wote chali sasa hizi. Wanapambana, watu wengine wanaenda zao Mpanda airport ya kwenda Songwe ile. Wengine wako zao kwenye sijara sasa hizi. Wanatafuta Dodoma washindana Simba Queen. Terminal 3. Tumebaki wenyewe sasa. Naingia na kutoka. Mama, matai kunywa haya mashindano. Mchezo na mashindano ya Afrika. Hakuna timu za kudhamini huku. Tuko wenyewe tu. Huko kudhamini kumbe. Huko tuko wenyewe tu tunatamba. Unaweza kaingia Misri lakini kupeleka balozi au kaenda kumshangaa Farao. Au mapyramids, lakini kwenye mechi ni sisi pekee yetu. Afrika najua sasa hivi Simba anatoka Tanzania anakwenda Misri. Wengine wanakwenda Tabora subiri. Kupanga ni kuchagua. Umechagua nini? Sisi tumechagua mafanikio. Tunataka Misri sasa hivi. Wenyewe baki na maandamano. Kama mimi acheni mimi. Shukrani. Simeenjoy sana. Mpata content nzuri. Basi pandisheni mapema. Na nikifika Misri nitawatumia kipande. Pandisho wanangu. Sawa bana. Na wiki nzima Misri pale. Utakuwa na timu yenu tutakuona kwenye TV. Tutakuwa mnanipigia video call, tunafanya interview. Mji mmoja wa Ismailia. Ismailia ni mji wa kihistoria wa Misri. Pembezoni yake unapita mfereji wa Suez Canal. Ni hatari bana. Soma mpaka jiografia. Kuna meli zinapita pale kutoka Ulaya Mashariki zinakuja Asia na Tanzania kuleta mizigo. Unaweza kupanda hizo. Wewe unaenda wapi wewe? Hizo mnaona nyie tu. Hiyo ni sisi tu, wenyewe subiri kwenda Uyui. Uyui ni wapi? Tabora. Pale mbili wako Uyui hapo Urambo. Tuko Kanali. Bwana asante ndugu zangu.